Wadau katika sekta ya elimu pamoja na viongozi wa kidini katika mji wa Mombasa wamepongeza hatua ya Wizara ya Elimu kwa kuweza kuzingatia na kufanya mabadiliko katika muda wa masomo ambao sasa utaanza kuanzia saa 2 hadi saa 9:30 alasiri. Kutekeleza amri iliyotoka katika ofisi ya wizara, lakini wazazi huenda wakawa ni vikwazo. Wanataka watoto wao waendelee. Twasema wazazi tushirikiane, watoto sote tunasaidiana kuwapatia malezi. Pia yule mtoto wa Kikristo ambaye haendi madrasa atakuwa na wakati wa kupumzika kwa muda fulani na baadaye arudie kazi zake. Manake kando na huo wakati ya watoto wana tuition, kando na hiyo tuition wakija nyumbani wanakuwa na kazi chungu mzima. Hatua hii ni kwa madhumuni ya kuwapa wanafunzi muda mwafaka wa mapumziko na pia kuhakikisha wanafunzi wanajihusisha na shughuli nyinginezo ikiwemo michezo, kwani mtaala huu wa umilisi na utendaji CBC unazingatia sana uvumbuzi na michezo. Viongozi hao walisisitiza umuhimu wa wanafunzi kupewa muda, wakidai kwamba utawawezesha kupata elimu ya kidini kando na ile ya dunia ambayo inatija katika maisha yao. Sikia mwito wa walimu wa madrasa na kuweza kulivalia njuga jambo hili kuhusu watoto wetu kusoma kutoka alfajiri mpaka alfajiri. Watoto wetu wakosa kwenda madrasa kwa sababu ya skuli na tuition ambazo kwamba zimewekwa bila mipangilio. Kwa hivyo tuwaomba walimu pamoja na wazazi waweze kushirikiana na walimu wa madrasa. Aidha, wameitaka serikali kuhakikisha kwamba kuna uwajibikaji katika kutekeleza mabadiliko hayo, ikiwa Wizara ya Elimu iliamuru shule zote ikiwemo za kibinafsi pamoja na za serikali kuhakikisha mabadiliko hayo yanafanyika. Nikiripotia Runinga Al Hajar, jina langu ni Odit Ayata.